And some of us, kiwango tunachopata ukipima unagundua haiwezi tu kuwa ni kazi iliyotupa, kwa sababu wakati huo huo kuna watu ambao wanafanya kazi kupita sisi, kwenye mazingira magumu kupita sisi, masaa mengi kupita sisi, lakini hawana tulivyo navyo. Kwa huwezi kuyacredit mafanikio yako yote kwenye kazi na jitihada peke yake, but unapaswa kujua kwamba inachukua baraka ya Mungu kukaa juu ya mtu ili kazi anayoifanya iweze kumpa matokeo. So Mungu akambariki Adamu, akampa kazi, kwa sababu hivi viwili vinaenda pamoja, kazi na baraka. Nitaenda kazini, lakini maisha yangu na mapato yangu na kila kitu changu havitapimwa, havitaamuliwa na ubora na nini wa kazi yangu peke yake, vitaamuliwa na baraka ya Mungu inayonifuata ninapokuwa nafanya kazi yangu. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 kuanzia mstari wa 11, nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Ni kweli ulifanya kazi, lakini nguvu ya kufanya kazi ni yeye alikupa. Ni kweli ulipanga, lakini nguvu ya kupanga ni yeye alikupa. Kwa anasema mkumbuke Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu. Unapoyaona mafanikio na matokeo, ni kwa sababu kuna nguvu imetumika kuyazalisha. Ukiangalia matokeo peke yake unaweza kujiona wewe, lakini ukishaanza kurudi nyuma na kuangalia kwani nguvu iliyotumika kuleta haya matokeo, hata ile nguvu ya kufanya kazi, nguvu ya kupanga, unagundua hiyo mtu hawezi kujipa, amepewa na Bwana. Baada ya Mungu kuwa amekufanikisha na kukustawisha, mkumbuke. Why? Kwa sababu wanadamu wana tendency ya kusahau.